Wananchi mkoa wa Mwanza leo tarehe 25/2025 wamefanya kongamano la amani kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025. Kongamano hilo ambalo walengwa wakuu wakiwa ni vijana na makundi maalum ya ujasiriamali limefanyika huku lengo likiwa ni kuhamasisha amani na ushiriki wa vijana katika kupiga kura. Kongamano hilo limefanyika uwanja Nyamagana jijini Mwanza, huku kauli mbiu ikiwa ni amani yetu maisha yetu limetumika pia kuwakumbusha vijana nafasi yao katika nchi, wajibu wao katika kulinda amani na kushiriki katika uchaguzi, hasa kwa wale wanaopiga kura kwa mara ya kwanza. Kwa majina naitwa Zuena Mahamudu, ni katibu mkuu wilaya ya Machinga Nyamagana. Nipende tu kusema kwamba ninasisitiza amani na naomba Mwenyezi Mungu akitujalia tarehe 29 tujitokeze kwa wingi, twende tukapiga kura, tukampigia, kila mtu ataenda kumpigia kiongozi atakayeona kwenye nafsi yake yanamfaa. Si ndio jamani? Baada ya kupiga kura nasisitiza amani. Baada ya amani ni maisha, si ndio? Sio tukae tukadanganyike, mara mtu anakuambia twende tukaandamane, sijui tufanyaje. Leo tuna maandamano ya amani kabisa. Uongo ukweli? Kwa hiyo tarehe 29 ninasisitiza wakina mama, twendeni kwa wingi, twende tukapige kura, tumpigie kiongozi anayetufaa. Baada ya hapo, bodaboda mwendeni na majukumu, wakina mama lishe mwendeni na majukumu yenu, na wakina mama wanaopikia wanaume zetu majumbani, twendeni tukapige na maisha yaendelee. Kwa majina naitwa Hussein Beshadi Mosha, ni katibu wa wamiliki wa daladala mkoa wa Mwanza MTA. Sisi kama watoa huduma wa wamiliki wa vyombo vya moto vya daladala, sisi ndio tunatoa huduma katika mkoa wetu kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Sisi kama wamiliki wa vyombo vya daladala kwa pamoja tunasema Oktoba! Oktoba! Panapokuwa na amani, sisi kama wamiliki wa vyombo vya daladala, tafsiri yake ndio tunapata mikate yetu ya riziki ya kila siku na uchumi unapanda. Hapo vipi? Kwa hiyo sisi kama wamiliki wa vyombo vya moto vya daladala mkoa wa Mwanza tumejipanga vizuri kuhakikisha tarehe 29 tunatiki. Hapo vipi? Na tunahakikisha tutawasomba watu vizuri, na niwaombe tufikapo tarehe 29 tujitokeze tukapige kura, tuchague rais wetu ili amani iendelee kutawala na uchumi uendelee kukua. Nyamagana safi! Nyamagana safi! Kwa jina naitwa Shukrani Juma, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya ya Nyamagana. Nipo hapa kuhamasisha kujitokeza tarehe 29 kupiga kura kwa kiongozi ambao nimtaka, kwa sababu tunajua katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inatutaka kila baada ya miaka 5 kujitokeza kupiga kura kuchagua viongozi tunaowahitaji, kwa sababu unapopiga kura ndipo unapochagua maendeleo. Boda boda! Boda boda! Piki piki! Nisikie oni basi, tusikie oni duniani wajue! Wajue! Bandera! 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 Boda boda!
maisha yetu. Baada ya hayo, sasa nimlete kwenu mama mtilie, ili na yeye aweze kuweka statement. Mama anayetulisha, mama lishe. Karibu mama. Amani yetu, maisha yetu. Kwa majina naitwa Joyce Thomas Msalika, mwakilishi wa mama ntilie au mama lishe mkoa wa Mwanza, wilaya ya Nyamagana. Bila amani hatuwezi kufanya kazi. Kwa hivyo tunaomba Oktoba 29 tunaomba tujitokeze kwa wingi, tupige kura kwa kiongozi yeyote unayemwona ni kiongozi bora kwenye maisha yako. Amani yetu, amani yetu. Karibuni Oktoba 29. Asante mama lishe. Hapo sawa. Sasa nimlete kwenu mwakilishi wa madereva. Madereva. Tunamalizia. Madereva tafadhali kwa dakika chache, na baadaye tutamleta kwenu mlezi wa bodaboda, mlezi wa mamalishe, mlezi wa machinga. Mlezi wetu sio mwingine, ni mstaafu kijana wenu rafiki yenu Stanislaus Mabula. Sasa ni mwakilishi wa madereva. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madereva wewe! Madereva wewe! Kwa majina naitwa Mjalifu Kezirabi Manyasi, ni mwenyekiti wa madereva wa daladala mkoa wa Mwanza. Ndugu zangu, tuko hapa kwa sababu tuna amani. Tumekusanyika hapa kwa sababu tuna amani. Tunapata nafasi ya kukusanyika kwa sababu amani inatawala. Hivyo basi niwahimize sisi kama makundi, tarehe 29 Oktoba tunatakiwa kutiki, tuendelee kuwa na amani. Tukifanya hivyo tutaendelea kuwa na amani, kwa sababu tutapata nafasi ya kutafuta riziki tukiwa na amani. Tutapata nafasi ya kuwa na makundi yetu tukiwa na amani. Tusipokuwa na amani hapa tuwezi kuwepo, wala tuwezi kupata nafasi ya kuzungumza. Niwaombe sana, haya yote yanayozungumza tuyapuuze, tuendelee kudumisha amani yetu. Baada ya kusema hayo, na washukuru sana. Tembo machinga, Tembo mwakilishi wa machinga. Boda boda, weka mikono, weka bendera juu, weka. Ndugu zangu, leo tumekutana kwa jambo moja tu. Jambo la kuzungumzia mustakabali mzima wa nchi yetu siku ya tarehe 29 tunapokwenda kutekeleza matakwa mazuri kabisa ya katiba ya kwenda kupiga kura ambayo kimsingi ndio inakwenda kusimamia mustakabali mzima wa bodaboda, mamalishe, machinga, walemavu, waandishi wa habari, taifa zima. Inatakiwa tarehe 29. Hicho leo tumacha yetu ni kuamka kwenda kupiga kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Ndugu zanguni, jambo kubwa kwetu ambalo walisema tunataka tutengeneze misingi ya amani, na tunaomba tuweke amani. Ndugu zangu, tarehe 29. Mungu awabariki sana, Mungu asaideni sana, asanteni sana. Haya, boda. Mwakilishi wa boda, tumsikilize. Asanteni.
Kwa upande wake, aliyekuwa mbunge wa Nyamagana ndugu Stanislaus Mabula amewataka wananchi kuitumia haki yao ya kikatiba kwa kujitokeza kupiga kura na kumchagua kiongozi wanayemtaka atakayewasikiliza na kuwajali na kuwaletea maendeleo wanayoyataka, huku akiwahakikishia wananchi kuwa yupo tayari kushiriki uchaguzi. Ndugu zangu wanabodaboda, mamalishe, machinga na watu wote wa makundi, tuliandaa tukio hili mahususi kwa ajili ya kuambizana heshima na thamani ya taifa letu iliyolindwa kwa misingi ya umoja na amani. Leo tulipokutana hapa, tulikuwa na malengo ya kutembea tukiwa kwenye usafiri maarufu ambao unasaidia maisha ya Watanzania kutoka Nyamagana kwenda soko kuu. Kwa sababu zilizo nje ya uwezo wangu na uwezo wako, tumelazimika kumalizia hapa. Neno la tatu, sisi kama vijana wa kike na wa kiume katika taifa letu la Tanzania, sensa inatuambia tuko 75%. Serikali iliyoko madarakani imeitazama 75% katika kulasimisha mambo mbalimbali. Tumekuja leo tukisema tarehe 29 tukatumia haki yetu ya kikatiba, tutoke tukapige kura. Mwanazuoni mmoja kutoka Kenya, Profesa Lumumba, aliwahi kusema ni katika Afrika peke yake, nchi pekee ya Tanzania, ndio unaweza kuwa umezaliwa Mara ukaja kuishi Mwanza, ukatoka kuzaliwa Mwanza ukaenda kuishi Arusha, ukaenda Mbeya na ukapata uongozi. Nchi hiyo ni Tanzania peke yake, na nchi hiyo tunaunganishwa na lugha ya Kiswahili. Hakuna nchi nyingine duniani inayounganishwa na lugha moja. Nataka niwaombe vijana wenzangu wa kike na wa kiume, tarehe 29 tuitumie kama msingi sahihi wa chaguo sahihi wa kulinda maisha yetu. Nyinyi ni mashahidi, hamuhitaji kusimuliwa wala kuambiwa. Tanzania ya leo tunajua imejengwa kwa misingi imara chini ya viongozi madhubuti. Tunapoenda kupiga kura, tuzingatie usalama wetu, haki yetu na msingi unaotufanya tuendelee kuendeleza maisha yetu ya kila siku. Bwana wa mbinguni ambaye alikuleta duniani anayo makusudi na wewe, na makusudi alionayo sio tofauti na wewe kuishi kwa haki na amani. Twendeni tukapige kura. Mimi kijana mwenzenu, wananiita mbunge mstaafu, mimi nasema niko likizo. Tukutane tarehe 29 tukapige kura, tuwachague viongozi ambao watatuvusha. Tumeona kila aina ya jitihada za viongozi tunaowataka kwa mifano, kwa haki, na ninyi ni mashahidi, na leo tuko hapa. Twendeni tutoke tukapige kura. Bwana wa mbinguni wabariki sana, tuunge mkono serikali inayojali wa Tanzania. Asanteni sana, Mungu wabariki. Siku njema. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki waliohudhuria kongamano hilo wamesema kuwa wapo tayari kujitokeza kushiriki uchaguzi na watahakikisha wanalinda amani ya nchi hata baada ya uchaguzi. Kongamano hilo la amani limeandaliwa na wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga, bodaboda, mamalishe, wamiliki wa daladala na watu wenye ulemavu chini ya kiongozi wao, mlezi wao Stanislaus Mabula. IKRA FM.